Mtazamaji wa huduma ya ukombozi popote pale ulipo, tupo hapa katika hema jipya la huduma ya ukombozi, na uzuri tumepata nafasi ya kukutana na mtumishi wa Mungu kwa kasi kubwa ambayo inaendelea kuhakikisha kwamba hema hili linatamatika na kukamilika kabla ya Jumamosi ambako tunakwenda kufanya uzinduzi mkubwa. Tumekutana na mtumishi wa Mungu, tunatamani labda azungumze machache kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea hapa, lakini pia kuelekea ibada ya siku ya kesho ya Jumanne, ukombozi wa nyota. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Kama tunavyoona, kazi ya mwanaume Yesu inaendelea mbele, na mafundi kama unavyoona wako juu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kesho wanaanza kugonga bati, na tunaamini paka ifikapo ile siku ya Ijumaa tutakuwa kwamba tumesha kamilisha eneo hili la kupiga bati kwa upande huu. Mengine tutayamalizia tukishahamia hapa. Ibada ya kesho Jumanne ni ibada ya urejesho wa nyota. Ikumbukwe kuwa nyota ni ramani ya mtu. Nyota ni ramani ya mtu. Ndio maana wachawi wanapopambana na mtu hawapambani na yeye kwa kuangalia tu kawaida, wanaangalia nyota yake. Kumbuka nyota ndio utambulisho wa kila kitu kwenye maisha yako. Kinachokutambulisha wewe ni nani ni nyota. Ndio maana Yesu alipozaliwa akusimama akatangaza kwamba yeye ni mfalme? Hapana, nyota iling'aa ikawakilisha kwamba yeye ni mfalme. Hata wachawi wanapofuatilia maisha ya mtu, kabla hawajapambana na wewe lazima waiangalie nyota yako, wakujue wewe ni mtu wa aina gani. Kuna watu leo wanapita katika miba, wanapita katika mateso, wanapita katika vita vikali, ukame, umasikini uliopitiliza. Yote inatokana na kuchukuliwa nyota. Mtu haikuchukulia nyota amekuharibia kila kitu katika maisha yako. Kwa siku ya kesho tutasimama na eneo la nyota, na itakuwa ni ibada ya mwisho pale katika ukumbi wa zamani wa huduma ya ukombozi ambao unapatikana pale Sabato, na itakuwa ndio ibada ya mwisho ili tuweze kujipanga kuhamia hapa Njia Ng'ombe Stand, ambapo yatakuwa ndio makao makuu ya kudumu ya huduma hii.